Kwa hiyo Mungu ndiye mchungaji wa hao watu, wewe ulete tu kwa Yesu. Nami nitawatafuta waliopotea. Hii kazi hiyo utafuta kupitia wewe. Nitawarudisha waliofukuzwa, anawarudisha kupitia wewe unanisikiliza, unanipokea ujumbe huu. Halafu nitawafunga waovu, nitawafunga waliovunjika, waliokata kama, waliovunjika miguu, waliovunjika mioyo, waliorudishwa nyuma, waliopatwa, hawa atawafunga tena waliovunjika majeraha yao. Tuko tayari kuyaganga na kuyatibu, kuwa tayari. Wote waliokata tamaa, Bwana anasema niletee tu watu hao, lete tu kanisani, mimi nitafanya hiyo kazi, sio yenu, hiyo kazi ni yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Bali 16 kuna jambo gumu. Nitawatia nguvu wagonjwa. Umeona? Nitawatia nguvu wagonjwa. Wagonjwa walioko siku ya leo, Bwana atawatia nguvu. Nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu. Nao wanono na wenye nguvu, lakini mimi kama nilikuwa ni mwandishi ningeandika na wenye kiburi. Nitawalisha hukumu. Wale waliojinufaisha, wale ambao hawakutii, wakaendelea katika hali zao mbaya, mbovu, hawa sasa atawalisha hukumu. Na katika Yohana sura ya 3 mstari wa 18 na 19, naomba mkanisomee, niyataja tu kwa mdomo. Naomba yasome. Hii hukumu ipo, lakini kabla ya hukumu, ndio maana tuko hapa siku ya leo tukieleza kwa gharama kubwa mno. Kurusha ni gharama kubwa ya hali ya juu, kubwa mno. Kurusha hata mtu mwingine ambaye anakuja kanisani aone gharama kubwa, lakini pia kusimama hapa kuhubiri gharama kubwa pia. Kuingia, umekuja hapa, umeingia kanisani kwa gharama kubwa, kwa sababu huja na miguu, kwa wakati mwingine umekuja na chombo cha moto kilicholia hela. Kwa hiyo lazima ujue kuepukana huko. Karibu Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee. Bwana, hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Nuru hapa matendo yao yalikuwa maovu. Nuru hapa jamani ni Yesu. Yesu anatukatalia na kutukataza kwamba tusiingie kwenye giza tukahukumiwa, bali tukae katika nuru, na nuru ni Yesu mwenyewe. Na tulisema kwamba hekima, wenye hekima hupata wake. Mwenye hekima ni wewe, na hekima hupatikana kwa maombi. Wenye hekima hupatikana kwa kufunga. Hekima hupatikana kwa kufunga na kuomba, kwa sala, kwa kutubu na kunyenyekea. Hekima hupatikana wakati wowote. Hekima, mwenye roho wa Mungu ana hekima. Hekima inamjilia, isipokuwa roho ile ya kutaka vitu fulani, ndio roho baya.